Naam, karibuni tena watazamaji, ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo tunaendelea kuzipata moja kwa moja kutoka kule jijini Nairobi kwenye ofisi za DCI, masaa machache baada ya kukamatwa kwa mbunge wa DCP kutoka kwenye eneo bunge la Mukurweini kule Nyeri County, Mheshimiwa John Gagusha kukamatwa na maofisa wa polisi. Ripoti ambazo tunazipata sasa hivi watazamaji wangu ni kwamba Gagusha ameweza kuhamishwa kutoka kwenye ofisi za DCI pale Kiambu Road na kupelekwa kule Kamukunji police station, ndipo ameshikiliwa sasa hivi. Kabla sijawafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na ripoti ambazo tunazipata kutoka kwa former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua kuhusiana na kukamatwa kwa kiongozi wa DCP Mheshimiwa John Gagusha, ningependa kukuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi, waweze kujua masaibu ambayo yanaendelea kumuandama huyo kiongozi wa DCP ambaye anaendelea kushtakiwa kutokana na matamshi ambayo inaonekana kwa njia moja ama nyingine yalikuwa yamechochea ghasia na fujo tunapoelekea kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Awali watazamaji wangu, viongozi mbalimbali wa DCP, maseneta, wabunge pamoja na lawyers ama mawakili kutoka kwenye upande wa the United Opposition walikuwa wamefika kule upande wa Kiambu Road pale kwenye ofisi za DCI, lakini wakanyimwa idhini, wakanyimwa nafasi ya kuingia kule ndani, na kwa hivyo wakalazimika kukaa kule nje wakisubiri kupambana waone kama watapewa ruhusa ya kumuona mbunge wa Mukurweini Mheshimiwa John Gagusha. Hawajui hali yake vile iko, hawajui ni nini ambacho kimemtokea kule ndani, lakini baadaye walipata ripoti ya kwamba ametolewa kule upande wa Kiambu Road kwenye ofisi za DCI na kupelekwa moja kwa moja hadi kule Kamukunji police station, ndipo ameshikiliwa sasa hivi. Kwa hivyo watazamaji wangu, ripoti zaidi nitakuwa nazidi kuwafahamisha. Je, ni makosa gani ambayo yalilazimisha hii serikali ya Kenya Kwanza iweze kumchukulia hatua za kisheria na kumkamata huyu mbunge wa kutoka kule Mukurweini ambako tunapozungumza sasa hivi maandamano yanazidi kuwa makubwa watazamaji wangu. Maelfu ya wananchi wanazidi kujitokeza, wanazidi kufunga barabara, wanataka mbunge wao aweze kuachiliwa. Wanasema kwamba hawatoki kwenye maandamano mpaka waone mbunge wao ama mheshimiwa wao yupo huru. Sasa watazamaji wangu, naye Rigathi Gachagua hatimaye amevunja kimya baada ya mbunge wa DCP kukamatwa asubuhi ya leo. Kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, Mheshimiwa Rigathi Gachagua ameandika akizungumzia kuhusiana na ili tukio ambapo mbunge wa DCP amekamatwa na kupelekwa kwenye ofisi za DCI. Rigathi Gachagua ako na ujumbe gani kwa Rais William Samoei Ruto na serikali ya Kenya Kwanza? Ameandika na kusema, the use of the criminal justice system to manage politics is synonymous with outgoing cowardly regimes. The selective application of the law is counterproductive. I thought this lost regime should be reminded. The fourth administration was notorious for using the criminal justice system to suppress dissent and force people to support an unpopular candidate. It didn't work. In fact, the more they did it, the more people of Kenya became hardened and their resolve grew stronger. Mr. William Ruto, then the deputy president, wondered aloud how foolish the system was, and he seemed to enjoy every arrest. His arrest loot soldiers became overnight celebrities and darlings of the people. This greatly strengthened his presidential bid the more. As president, he is doing exactly what he said at the time was foolish. Has it become more wise? I am genuinely concerned about what happens to leaders, their thinking and reasoning once they occupy State House. Regimes, once they occupy State House, this required some serious interrogation. Mheshimiwa Rigathi Gachagua anasema kwamba mambo ambayo Rais William Samoei Ruto aliyapinga sasa hivi ndio mambo ambayo anayafanya. Even if it is said that Mr. William Ruto was pretending, I am convinced that there is something functionally and fundamentally questionable
The overnight harassment and early morning arrest of Honorable John Kagusha today only strengthen the resolve of our supporters and elevate his standing within our leadership hierarchy. Our lawyers are doing anything possible to ensure his release on bond pending his arraignment tomorrow. Aluta continua. Ni ujumbe kutoka kwa party leader wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa serikali ya Kenya Kwanza na kwa supporters wake wakuwe na matumaini ya kwamba kiongozi wao ataweza kutolewa kwa bond kabla ya kufikishwa mahakamani siku ya leo. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kuona vile hali ilivyo sasa hivi moja kwa moja kutoka kule kwenye ofisi za DCI ambapo mawakili na viongozi mbalimbali kutoka kwenye upande wa the United Opposition bado wako pale wanasubiri kiongozi wao John Kagusha. Kabla sija kuikia video mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Bail out Mheshimiwa Kagusha. They kept us waiting at the reception. We have been at the reception since the time Kagusha was arrested. We've not been able to access our client. There were clear instructions by the deputy director in charge of operation, Mr. Bet, after Kagusha was arrested by Mr. Kadia. So instructions were firm that we should not access our client. So even as we address the media at this time, we have not been able to access him. We do not know of his whereabouts. We do not know his status. We do not know the reason he has been arrested. His phone has been confiscated. He has not been allowed to access any member of the family or the advocates. So we are still waiting to hear the directions from the DCI himself to confirm to the country whether the member of parliament for Mukurweini is within their custody, whether they have arrested him, and they disclose the location. Because it's important for us to know where Kagusha has been, whether there is any record detailing his whereabouts. Mheshimiwa Mureu. You are aware that... Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi. Vuta ni kuvute zinazidi kushuhudiwa kati ya viongozi wa DCP na serikali ama maofisa wa usalama ambao wamemshikilia mbunge wa Mukurweini Mheshimiwa John Kagusha. Kwa hivyo watazamaji wangu, msiende mbali kwa sababu nitazidi kuwafahamisha vile hali ilivyo. Je, hawa mawakili wa Rigathi Gachagua watafaulu kumuondoa huyu mbunge leo alafu afikishwe kule mahakamani siku ya kesho, ama atalala kizuizini kabla ya kufikishwa mahakamani kesho? Wewe mtazamaji wangu, sijui uko na maoni gani kuhusiana na hizi vuta ni kuvute ambazo zinazidi kushuhudiwa kati ya the United Opposition na serikali ya Kenya Kwanza? Unaona kweli mbinu ambayo serikali ya William Samoei Ruto inaitumia kukabiliana na wapinzani wa serikali ya Kenya Kwanza ndio mbinu mwafaka, ama William Samoei Ruto anastahili kubadilisha vile ambavyo atadeal na the United Opposition? Kwa sababu at the end of the day ni kura za mwananchi ndio zitakuwa zinaamua hivi vitisho vyote, huku kukamatwa kote, the overnight harassment ambayo John Kagusha amepitia kule upande wa Royal Media Services ni jambo ambalo limewakera wananchi mpaka wakalazimika kuingia kwenye maandamano. Nitakuwa nakuletea habari zaidi mtazamaji wangu, na pia kuhusiana na vile hali ilivyo sasa hivi kule upande wa Mukurweini, Nyeri County, ambako maandamano yanazidi kuwa makubwa. Wananchi wanazidi kuandamana sasa hivi. Kabla sijatamatisha, nakumbusha tena usubscribe hapa BM Daily Politics, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.